kwa matukio mbalimbali yanayoendelea ulimwenguni pamoja na stori za udaku za wasanii mbalimbali ambao wanatoka ndani ya Tanzania na hata nje na mipaka ya Tanzania. Usikose kusubscribe katika chaneli hii ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani zinazokiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Moja kati ya story ambayo inaendelea katika mitandao ya kijamii ikimhusu Diamond Platinum baada ya kwenda kule Dodoma ni story ambayo imewafanya watu wengi waendelee kufungua macho na masikio yao, kwa sababu yapo matukio ambayo yalitokea siku ile, na matukio yale yalizua gumzo katika mitandao ya kijamii baada ya Diamond Platinum kumtuma bodyguard wake ambaye ni Onesmo ampelekee mwanadada Munsi ua la matamanio, na ua lile mwanamke yule aliamua kulipokea na kwenda kushare taarifa zile na marafiki zake ambao waliweza kuattend katika ile show. Na mwanamke huyu ameendelea kufunguka na kusema kwamba Diamond Platinum amewekeza vitu vingi katika maisha yake. Usione namna hii ambayo Diamond Platinum akija katika show za Dodoma ni lazima aweze kutafuta ukaribu na mwanadada huyu ambaye kwa sasa hivi kujionyesha waziwazi katika mitandao ya kijamii baada ya Diamond Platinum kumpelekea lile ua. Na mwanamke huyu ameendelea kutuonyesha vitu ambavyo Diamond Platinum amewekeza kwake. Ameweza kumnunulia gari ya thamani ambayo gari hii mwanadada huyu ameweza kuficha ni ya thamani ya shilingi ngapi za Kitanzania, ila kama unavyotizama katika screen hii unaweza kugundua kwamba ni gari moja ya kifahari ambayo gari hii Diamond Platinum juzi kati aliweza kuionyesha katika ukurasa wa Snapchat akiwa anaandika guess what, nani ataweza kupewa hii gari kama zawadi, na hatimaye mwanamke huyu ambaye ni Munsi ameweza kuipewa kama zawadi. Na ukiachana na hiyo zawadi ya gari, mwanamke huyu ameweza kufunguliwa duka la nguo za kiume na za kike na vitu mbalimbali ambavyo ni kama mapambo, yani accessories ambazo unaweza kuvaa na ukatokelezea vizuri. Na ameelezea kwamba Diamond Platinum ni moja kati ya wanaume ambao wanahusika na uzuri wake, na ameendelea kuonyesha picha ambazo ameshare akiwa gym. Kama unaona katika screen yako unaweza kuona kama mwanamke huyu yuko katika kufiti body structure yake, ambapo alisema kwamba hapo nyuma katika caption ya hiyo picha ambayo unaiona katika screen yako alisema ni lazima aweze kutengeneza muonekano kwa sababu ya vitu ambavyo anavipenda bosi wake. Akaendelea kuwafanya mashabiki waendelee kufikiria kwamba huyo bosi ni nani na ni kwa nini bosi aweze kutamani muonekano wa Munsi katika structure tofauti tofauti, na watu wakaendelea kusema kwamba hakuna cha bosi hapo, ni Diamond Platinum anazungumziwa, kwa sababu watu wengi wamedhani kwamba ni kwa nini Diamond Platinum kila akienda Dodoma amekuwa ni mtu wa kuonyesha vitu vipya katika swala zima la mahusiano. Ukizingatia katika ua ambalo ameweza kumpa mwanadada huyu ni vitu ambavyo vimeweza kuwafanya watu waelewe kwamba Diamond Platinum ni vitu vyake vya namna hii. Kama unavyoona mwamba kaamua kujitoa kimasomaso kwa huyu mwanadada, na watu wakaendelea kumsema Diamond Platinum ni kwa nini hajawekeza kwa Zuchu, au ana sababu zipi za kuamua kutafuta mahusiano mapya ambayo mahusiano haya ameenda kuyatafutia nje ya Dar es Salaam, na ni kitu ambacho kimeweza kuwashangaza watu wengi baada ya hizi taarifa kulink katika mitandao ya kijamii. Wewe kama mfuatiliaji unalipi la kumwambia Diamond Platinum baada ya kuexpose mahusiano yake mapya katika mitandao ya kijamii? Dondosha maoni yako ndani ya comment section, na vile vile usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification. Bye bye.